Ambiwa kwamba kila wizara ijitahidi kadri inavyoweza kuhakikisha kwamba masuala ya watu wenye ulemavu yanaguswa kwa njia moja au nyingine katika bajeti zao. Kwa hiyo mimi nilitaka kukumbushia tu kwa serikali kwamba wakati mnatufundisha, mjitahidi na nyinyi watekelezaji tuwe tunayaangalia haya masuala. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika utangulizi, la pili ni suala la fedha za uratibu Pemba. Mheshimiwa Mwenyekiti, fedha za uratibu Pemba kwenye viashiria mle, nimesikitika sana. Tunapanga kabla utekelezaji haujaanza, tumekusudia kuikosesha ofisi ya mratibu Pemba asilimia 45 ya hicho tunachokipanga. Sasa sijui kama ni makosa ya uandishi au vipi. Kwa hiyo hili linahitaji ufafanuzi kutoka kwa Mheshimiwa Waziri, ni kwa vipi unaanza kupanga leo kwamba uratibu Pemba utaikosesha asilimia 45 na nyingine ni asilimia 35 itakosekana. Kwa hiyo hii haijakaa vizuri na inahitaji ufafanuzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye mafunzo ya utumishi ya watumishi wa masuala ya manunuzi, wizara hii imesema kwa mwaka huu mzima inakusudia wenye utaalamu watakaopewa mafunzo asilimia 10, ambao mimi nadhani kwa teknolojia inayobadilika inatakiwa kila mtaalamu wa manunuzi apewe yale mafunzo endelevu ambayo yanatokea mara kwa mara katika mwaka ambao tunao. Kuandika pale asilimia 10 sidhani kwamba ni jambo sahihi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikianza na mchango wangu sasa, nianze na ili fungu P02 ambalo kwa nia njema nimekusudia kulizuia, fungu linalohusiana na usimamizi wa bajeti na fedha za umma. Nimekusudia kulizuia kwa sababu hili fungu lina vipengele vinne muhimu ambavyo kama kuna jambo limetufelisha katika nchi hii linatokana na fungu hili. Suala la kwanza inashughulika na usimamizi wa bajeti ya serikali ambao hatufanyi vizuri. Tulikotoka na tunakoelekea hatuonyeshi kwamba mpango wetu usimamizi wa bajeti ya serikali uko vizuri. Tahitaji ufafanuzi kwenye baadhi ya masuala. Lakini pia uratibu wa rasilimali za nje imekuwa jambo la kawaida. Mara hii hata kwenye randama inaonyesha mikutano inahusiana na mambo ya rasilimali za nje ilikuwa zero, kwa maana kwamba wizara haijishughulishi na jambo hilo, na hapo inapojishughulisha unakuta asilimia 20 au kasoro ya hapo ya upatikanaji wa rasilimali za nje. Lakini pia ndio utegemezi wetu wa kiasi katika bajeti yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, pia usimamizi wa sera za kodi na fedha, tumeona wakati mwingine wizara hii haizisimamii vizuri hizi sera za kodi, au wakati mwingine zinazisimamia kwa upendeleo bila kutoa maelezo katika chombo kama hiki. Mheshimiwa Mwenyekiti, la mwisho katika fungu hili ambalo linashughulikiwa ni usimamizi wa deni la taifa la SMZ. Hii nitaka nizungumze hapa kidogo kuonyesha kutoridhishwa kwangu na mpango wa bajeti wa mwaka huu kupitia wizara hii, kwa sababu wizara hii ndio inayotuongoza katika ile bajeti yetu kuu, ndio inayoiongoza serikali kwenye kukopa, kwenye kulipa na kadhalika. Mheshimiwa Mwenyekiti, Dr. Shein alipoondoka awamu iliyopita aliacha deni la bilioni 194.1, bilioni 194.1. Ilikuwa ni jambo zuri, tulikuwa tunaweza kulipa hata tukichanga 10,000 pengine tungeweza kufika mbali. Mheshimiwa Mwenyekiti, hadi kufikia Disemba, kwa taarifa za wizara hii, sio taarifa zangu, na mara hii nazungumzia zaidi deni la Zanzibar, sizungumzii lile la ujumla wake, imefikia trilioni 2.385, sawa na asilimia 1229, 1229%, 1229% kutoka 2020-2021 tulipoanza awamu ya 8. Mheshimiwa Mwenyekiti, haionyeshi kwamba wizara hii kwenye fungu hili la usimamizi wa deni la taifa la SMZ tunafanya vizuri. Aidha hatumshauri vizuri taasisi zinazohusika au hatufahamu. Tumekuwa tukisisitiza
kwenye uhimilivu wa deni. Tumekuwa tukisisitiza kwenye kutoa sababu kwa nini tunakopa. Tunasema sasa hivi tuko 36%, tunaweza kukopa hadi 50% ya pato la taifa, ni sawa. Lakini tukikumbuka rais wetu wa kwanza Sheikh Abeid Karume alisema, yeye alitumia maneno makali zaidi, lakini mimi nayafupisha kidogo, alisema deni si jambo jema kwa muungwana. Kwa hiyo serikali hii na kupitia wizara hii imekuwa ikitumia hoja ya kwamba deni ni himilivu, deni sijui tunatumia kwa sababu gani, tunafanya hiki, vitu ambavyo tunajenga wenyewe havisalishi vikazungusha uchumi. Sidhani kwamba fungu hili linastahili kupewa fedha hii kwa ajili kwenda kuendeleza yale ambayo yamekuwa yakiendelea. Mheshimiwa Spika, ukiangalia mpango wa mwaka huu tumekusudia kukopa tena 2.9 trillion ambazo ni sawa na 121% ya hapa tulipo sasa hivi. Hili si deni dogo sana, na bahati mbaya deni hili linatoka NBC, PBZ, CRDB, Ecobank na kadhalika. Hakuna maelezo mazuri katika baraza hili. Baraza hili mara nyingi mapesa mengi kama haya sijaona wakati yakishirikishwa. Kwa hiyo mimi sidhani kwamba fungu hili tunastahili kulipitisha katika bajeti hii ya Wizara ya Fedha, kwa sababu yale majukumu muhimu ambayo yalikusudiwa kufanywa hayafanywi kwa ustadi na ufanisi mzuri, aidha kwa kutokujua au kwa kutokukea. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, fungu hili tulizuieni na ikiwezekana tusipitishe bajeti hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, utasikia utegemezi wa bajeti ni less than 5%. Si kweli. Data zinazoonyesha ni zaidi ya 50% ya utegemezi wa bajeti yetu, ingawa wao wanadhani tukikopa kutoka ndani ya nchi si utegemezi. Lakini mimi nimesoma, nimefundishwa kwamba utegemezi una include madeni ya ndani na ya nje. Siwezi nikamkopa NBC kwa sababu namfahamu, namjua, nikasema huo si utegemezi wa bajeti. Utegemezi wa bajeti yetu sasa hivi ni zaidi ya 50%, si jambo zuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi naomba fungu hili tulizuie, na ndiyo maana wizara hii imekusudiwa mwaka huu tunaoenda nao inaenda kuanzisha mkakati wa madeni na kuanzwa kutekelezwa. Hapa tutahitaji maelezo kwa nini tufanye sasa hivi. Mbuzi tayari yuko nje, tunaenda kutengeneza banda wakati ameshatoka. Mheshimiwa Mwenyekiti, hakuna ulazima kwamba lazima turambe kisahani kwenye mikopo, kwa sababu ndiyo hoja mara nyingi ya wizara hii kwamba deni letu bado ni himilivu. Hakuna alosema katika uchumi kwamba lazima kila nchi imalize kisahani cha mkopo wake. Mheshimiwa Mwenyekiti, suala la pili ambalo nimekusudia kulizungumza ni suala linalohusiana na usimamizi wa sera za manunuzi na huduma za sheria kifedha. Mheshimiwa Spika, suala hili linanipa wasiwasi sana, hasa kwenye usimamizi wa sera za ununuzi. Nchi yetu sasa hivi ina nia ya dhati kuelekea kwenye mifumo ya kielektroniki. Manunuzi makubwa ya kielektroniki yanafanyika, manunuzi ya computers, manunuzi ya vifaa vya electronics, lakini bado hatuna miongozo inayoeleweka. Hakuna usimamizi mzuri kupitia wizara hii unaongoza juu ya manunuzi ya elektroniki. Kuna magharama makubwa yanayoingia serikali kwenye manunuzi ya mambo haya, ikiwemo vifaa vyenyewe, kila mtu mpataye. Hakuna mwongozo unaoeleweka, specifications za vifaa havijulikani. Fedha, wakati mwingine kifaa kinachoweza kununuliwa kwa 1,000 kinanunuliwa kwa 5,000 au zaidi. Mimi nitahitaji maelezo, mwongozo wa serikali kupitia wizara hii kwenye ununuzi, hasa kwenye mambo ya electronics sambamba na mifumo. Tumeona mapesa mengi yamepotea kwenye mifumo kama ePort, kwenye ePros, kwenye eOffice. Tumeona mapesa mengi yamepotea kwenye huu mfumo ambao watu wameupigia kelele hapa, umeusifu, wa kusimamia fedha za makusanyo ya hii inbound insurance. Mheshimiwa Spika, kama utakumbuka, tuliambiwa hapa kwa mwezi mwenye mfumo ule ambaye si anatakiwa awe na ile fedha anapewa milioni 400 kwa mwezi, na rekodi zipo kupitia serikali. Kwa hiyo hatuoni kwamba wizara hii inasimamia vizuri
suala la sera za ununuzi au zinahitaji labda kuboreshwa, kurekebishwa, lakini kwa sasa hivi hatuhitaji kuipa fedha kwenye fungu hili P03 kwa sababu kazi ambayo wanatakiwa kuifanya haifanyiki kwa ufanisi. Labda tunahitaji kuzungumza upya katika baraza hili. Mheshimiwa Mwenyekiti, mifumo hii haiangalii uwezekano wa kununua bidhaa za ndani, kuboresha vijana wetu wakaweza kuuza bidhaa zao za ndani kwenye mifumo ya kielektroniki, huduma za elektroniki ambayo inawezekana. Kuna mifumo mingi inanunuliwa kwa mapesa mengi, ingeweza kutengenezwa hapa, angalau kumilikishwa na serikali. Sasa hivi mifumo mingi imekuwa biashara za watu wachache. Mimi sikubaliani na usimamizi huu katika manunuzi, hasa kwenye elektroniki na mifumo ya kompyuta ambayo tunainunua katika nchi yetu hii. Naweza nikasema kwamba ni ufisadi mkubwa ambao unatokea katika biashara hii. Mheshimiwa Spika, ufisadi uko aina tatu. Kuna ufisadi ambao wanasema ni wa kihistoria, kuna ufisadi ambao ni ule tunasema wa kisheria, na ufisadi ambao tunaita socio economic, wa kijamii. Sisi tunaingia katika huu ufisadi ambao ni wa kijamii. Kwenye kisheria pengine mtu yuko sahihi, lakini ukiliangalia jambo kijamii haliingia akilini, na ndio ufisadi ambao katika biashara ya hii mifumo unaendelea. Wizara hii tupe maelezo, mpango mpya katika manunuzi ya mifumo ya elektroniki pamoja na vifaa vya elektroniki, na mwongozo sahihi ambao nchi yetu hii itakuwa haipotezi fedha nyingi katika mambo ambayo fedha ingeweza kutumiwa kwa mambo mengine. Mheshimiwa Spika, mimi naamini kwamba hivi tunavyoelekea manunuzi hayako vizuri, kwa sababu ndio maana wizara ina mpango wa kuja na bodi ya malalamiko na rufaa katika mambo ya manunuzi. Ni kwa sababu tayari tumeshaona kwamba mambo hayako vizuri. Bila shaka hili ni jambo lilitarajiwa hata kabla hujaona hayo matatizo, lakini tumechelewa. Mheshimiwa Spika, wizara hii imesema itaweza kukusanya mapato ya trilioni 3.4 mwaka jana, kuelekea mwaka huu trilioni 7.72, asilimia 226 ongezeko. Hauna uhalisia, pamoja na kuonyesha vyanzo vipya vya mapato ambavyo vingi vyao vinaenda kumuumiza zaidi mwananchi wa kawaida, lakini bado ongezeko la asilimia 226 sisi hatudhani kwamba ni halisi, na bajeti hii haina uhalisia. Mheshimiwa Spika, kwenye matumizi kuna ongezeko la asilimia 152 sambamba na yale mapato 226 asilimia, ni jambo kubwa sana. Kwa hiyo naomba serikali itupe maelezo ni kwa vipi, kama umeshindwa kukusanya trilioni 4 mwaka tunaumaliza, unaweza kukusanya trilioni 7.772 ambazo hakuna miujiza iliyotajwa kwenye vyanzo hivi. Mheshimiwa Spika, tuna tatizo kubwa katika serikali yetu, katika nchi yetu. Mama Samia alitumia akili kubwa sana na anastahili kupongezwa kwa jambo hili, kuweza kutanabahi kwamba sekta ya mipango na fedha duniani ukizichanganya mara nyingi mojawapo haifanyi vizuri, na ndio linalotokea katika nchi yetu. Mimi nashauri kwamba ipo haja ya kuangalia upya sekta ya mipango iwe peke yake na ya fedha labda na uchumi iwe peke yake, ili wale wanaotupangia watupangie kwa mujibu wa mahitaji ya nchi yetu, halafu tuwape kazi wizara ya fedha kututafutia hizi fedha. Sasa hivi wanapanga, mwisho wa siku hakuna wizara hapa iliyopita ikawa hamkujaa ile sentence ya kwamba katika mpango wa maendeleo hakuna fedha iliyoingizwa. Hiyo imejaa asilimia 90 ya hotuba za mawaziri zilizopita. Kwa hiyo hii si dalili njema, ni kwa sababu wanaopanga na kutafuta fedha kuna kimoja hakitofanyika vizuri. Sekta hizi mbili hazitakiwi zifanye kwa pamoja. Mheshimiwa Spika, kwa kumalizia, naomba nimalizie kwenye hizi taasisi mbili, ZHSF na ZSSF. Mheshimiwa Spika, imezungumzwa hapa kuhusiana na bima ya afya, lakini suala la ZSHF, Zanzibar Health Service Fund, tulipendekeza barazani humu kwamba tusiite bima, tuite huduma. Na moja ya sababu tuliambiwa kwamba kwa mazingira ya Zanzibar ambapo
mtu ana familia ya watoto wengi, pengine na wake wengi, ni huduma ambayo kila mmoja atakuwa covered katika huduma hii. Tukaambiwa wale wenye uwezo watakuwa wanawachangia wenzao waliokuwa hawana uwezo. Sasa hivi mwenye mke kama ni mfanyakazi wa serikali, mke wake hafanyi kazi serikalini, wakienda hospitalini wanatakiwa waende sehemu mbili tofauti. Ya kwake inampa fursa fulani, ya mke wake haimpi fursa fulani. Jana nimefanya utafiti, kama mke wako hafanyi kazi serikalini au hachangii, unatakiwa umlipie 240,000 tena aweze kuwa kama wewe. Otherwise ukienda hospitali, yeye aingie mlango wa quality ya chini, wewe uingie mlango wa quality ya juu. Hili si jambo tulilolikusudia. Na Mheshimiwa Spika, naomba dakika moja nimalizie. Mheshimiwa Spika, tulitarajia huduma hii ilete huduma kwa mujibu wa mahitaji ya mtu, lakini sasa hivi inaleta huduma kwa mujibu wa hadhi. Si jambo jema. Na la mwisho kabisa kwenye ZSSF, Mheshimiwa Spika,